Mara baada ya kuona baadhi ya matatizo, hayo ilikuwa ni baadhi ya matatizo. Paper jam inaweza kusababishwa na vitu vingi katika mashine za Epson. Na kwa sababu hiyo vitu vingine viko ndani, tutaifungua na kuona jinsi ambavyo vitu vingine ambavyo vinaweza vikapelekea paper jam katika mashine za Epson. Moja kati ya vitu ambavyo vinaweza kupelekea pia shida katika mashine hizi kuleta paper jam ni encoder. Encoder tunaweza tukasema ni kwamba ni kama plastiki fulani hivi, utepe wa plastiki hivi, unakuwa na vimstari vidogo vidogo ambacho kinapita katika head, katika sensor ya head mwanzo mpaka mwisho. Hicho ndicho kina control head iende kwenda na kurudi, na ndicho ambacho kinasababisha head iweze kusense ile mijengo yake. Sasa ikiwa sensor itakuwa imechubuka, kama encoder imechubuka kwa namna yote ile, hii itasababisha matatizo, kwamba head inapotembea inakuwa inahisi kana kwamba imesimama, kwa sababu hakuna kinachoweza kusababisha, hakuna ambacho kinafanya iweze kudetect. Tutaifungua taratibu. Kitu ambacho nakwambia encoder ni hichi hapa. Hichi ndio kinaitwa encoder hichi. Na kwa namna hiyo, kama kitakuwa kimechubuka kwa namna yote ile, kinaweza kusababisha mashine yako ikakwambia ina paper jam. Au kitakuwa kimechafuliwa na wino, mashine yako itakwambia kwamba kuna paper jam. Kwa hiyo unapaswa kujitahidi kwamba mashine yako ikae katika hali ya usafi. Lakini pia ikiwa kama utakuwa umekitoa wakati wa service, hakikisha umekiweka sehemu nzuri, sehemu ambayo hakiwezi kupata shida, aidha ni kuchubuliwa au kwa mambo mengine yoyote yale. Kwa hiyo kiweke vizuri, kwa sababu pia kina gharama kubwa ikiwa kitaharibika. Sasa hii ni head yetu. Ikiwa kama encoder imechubuka mahala fulani, maeneo haya, labda imechubuka maeneo haya, inapokuwa imefika pale hii head, sensor yake haitaweza kusoma pale kwa uzuri. Kwa hiyo mwisho wa siku hii head itakapokuwa imefika hapa, ina detect kana kwamba head imesimama. Na kama head imesimama, inamaanisha kwamba ndani ya mashine kutakuwa na obstacle ambayo imesababisha head iweze kusimama. Kwa hiyo head itatuma taarifa katika motherboard ya kwamba kuna kitu kimesababisha head isiweze kutembea. Na una hiyo mashine itakwambia kwamba kuna paper jam. Kwa hivyo viko vitu vingi ambavyo vinaweza kusababisha paper jam. Hii mashine tumeinspect kabla na tukagundua kwamba kitu ambacho kinaweza kusababisha si encoder, kwa sababu encoder ni nzima, haijachubuka, haina uchafu, imekwisha kusafishwa. Lakini pia kitu ambacho tumeona sisi ni mfumo wa kuchukua karatasi kuingiza katika mashine ndio ulio na shida. Kwa hiyo ndio tunachokwenda kukifanyia kazi. Kwa hiyo 850 iko na vitu vingi. Utachomoa hizo nyaya kwa uzuri ili uweze kuingia katika mashine kwa ndani. Mara baada ya kuchomoa hizo nyaya kwa uzuri, utatoa huu mfuniko ambao ni scanner unit na kuweka pembeni. Kisha mara baada hapo basi utachukua ikiwa ni screwdriver yako. Huko ndani kunakuwa na nati ambazo zimefungwa, utazifungua katika taratibu huo, weka sehemu nzuri ili kwa mara nyingine usiweze kuzitafuta kwa muda mrefu. Mara baada hapo kinachotoka unakichomoa hapa, lakini pia kuna sensor nyingine hapa unaotakiwa kuichomoa.